ndugu zangu mabibi na mabwana, wenzetu Temeke hawa wanaingia kwa ndugu zao wa Kigamboni, hawana jambo lolote ndani ya ulimwengu uliotukuka. Mwenge umeingia kwa salama na kimya ya kwanza ni Temeke. Baadaye kwa ndugu zao wa Kigamboni ambao ulimwengu uliotukuka ni hapa. Watu wanakulia, watu wana nidhamu ya hali ya juu. Mwenge huo Mwenge wa Uhuru ukiwa unawaka, unang'aa na kumeremeta. Pia na kukabidhi wakimbiza mwenge kitaifa wakiongozwa na kiongozi wa mbio za mwenge Ismail Ali Usi. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru taifa, baada ya utambulisho huo na machache ambayo ningependa kukwambia. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Napenda kuchukua fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetuwezesha kuwepo hapa leo na kuupokea mwenge wetu wa uhuru wa mwaka 2025 hapa daraja la Mwalimu Nyerere, Kigamboni, kata ya Vijibweni. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, mwenge wa uhuru 2025 katika wilaya ya Kigamboni utakimbizwa umbali wa kilomita 67.2 katika tarafa 2, kata 7 ambazo ni kata ya Vijibweni, Tungi, Kigamboni, Mji Mwema, Kibada na Kisarawe tu. Utapitia miradi 7 kutoka katika sekta ya barabara, afya, maji, mazingira, maendeleo ya jamii na elimu yenye jumla ya thamani ya shilingi bilioni 6.7. Lakini vile vile mwenge huu wa uhuru utakagua na kutembelea shughuli za makundi yenye uhitaji maalum na ukatili wa kijinsia pamoja na mabanda ya shughuli za kiuchumi kijamii ikiwemo banda la uchaguzi mwaka 2025. Ndugu kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa, wilaya ya Kigamboni imeupokea na kufanyia kazi ujumbe wa mwenge wa uhuru wa mwaka 25 unaosema jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Upande wa maendeleo, lakini maendeleo haya yote yanakuja baada ya rais wetu mpendwa Mama Samia Suluhu kuingia madarakani.
Baada ya kuingia madarakani Mama Samia Suluhu, mimi ninazungumza kwa ukweli wa Mwenyezi Mungu. Mungu amjalie maisha marefu na ampe afya njema. Ndio tukaanza kuona maendeleo kwenye kata ya Kigamboni. Na kata ya Kigamboni sasa hivi itafunguka kwa barabara zote za lami. Tuna zaidi ya kilomita 5 za lami katika kata ya Kigamboni. Kuna mifereji ya kutoa maji, kuna kila kitu kinawekwa, kuna taa za barabarani. Kwa hiyo ninapenda kuambia wananchi wa Kigamboni, sisi wananchi wa Kigamboni tunasema, Mama Samia, wewe huna deni na sisi. Sisi ndio una deni na sisi ndio tuna deni kwako. Tutakulipa Oktoba. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Asanteni sana na karibuni kata Kigamboni. Ndugu viongozi na ndugu wananchi mliopo hapa, mwenge huu wa uhuru bado unaendelea kukimbizwa ndani ya taifa letu, na leo hii tupo ndani ya manispaa hii ya Kigamboni na wilaya hii ya Kigamboni, ambapo mwenge huu ndani ya mkoa huu uliingia siku ya jana tukiwa tunatokea mkoa wa Lindi, na mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Dar es Salaam akaupokea na akaanza kukimbiza mwenge huu wa uhuru. Na nataka niwaambie ndugu zangu wana Kigamboni mliopo hapa, mwenge wa uhuru unaendelea kuonesha matumaini, unaendelea kuonesha upendo, unaendelea kuweka heshima ya wananchi pamoja na viongozi wake wa serikali ya wilaya hii. Na hayo yanatokana na mapenzi makubwa alionayo Daktari Samia Suluhu Hassan. Ndio maana kwa mwaka huu 2025, kwa mapenzi aliyokuwa nayo juu ya mwenge wa uhuru, akatutuma sisi vijana 6 kukimbiza mwenge huu wa uhuru ndani ya halmashauri 195. Mwenge wa uhuru oye! Ndugu zangu wana Kigamboni, tumefika katika eneo hili la Rombo, eneo ambalo tumekuja kujionea miundombinu ya kisasa ya barabara ambazo kwa kweli zinaendelea kuleta matumaini kwa wananchi wetu. Naomba tujipigie makofi mengi sana. Ndugu zangu wana Rombo na wana Kigamboni, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan wakati anawahutubia wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia chombo kikuu kwa maana ya bunge letu la Jamhuri, aliwaahidi wananchi juu ya kuhakikisha anawaletea maendeleo mbalimbali. Leo hii katika Kigamboni yetu hii, tukisema tuyazungumze mambo yote ambayo wameyafanya Mheshimiwa Rais, basi tunahitaji siku 2, 3 ama 4 kuweza kuyamaliza ndani ya wilaya hii. Lakini leo hii tumekuja katika eneo hili ambalo tunajionea miundombinu ya barabara za kisasa. Kwa kweli tuwashukuru sana wenzetu wa TARURA, tuwapigie makofi mengi sana. Ndugu zetu wa TARURA, kwa kweli tunawashukuru kwa kazi kubwa mnaendelea kuifanya. Na kazi hii mnaifanya kutokana na mashirikiano walionayo viongozi wetu wa wilaya wakiongozwa na mheshimiwa mkuu wetu wa wilaya. Kwa kweli tunakushukuru sana mkuu wetu wa wilaya Kigamboni kwa kazi kubwa unaendelea kuifanya wewe na kamati yako ya usalama pamoja na kushirikiana na waheshimiwa madiwani. Kwa kweli mmekuwa mkifanya kazi kubwa ya kumsaidia Mheshimiwa Rais. Leo hii ndugu zangu wananchi, mimi binafsi wakati nakagua barabara hii, kwanza nilipatwa na mshangao. Kwa kweli maeneo ambayo ya mitaani ambako sisi hatukuzoea barabara hizi kuwepo katika mitaa yetu. Tulizoea barabara hizi kuwepo katika barabara kuu ambayo wananchi wengi ndio wanapita katika maeneo hayo. Lakini leo hii mitaa yetu yote imezungukwa na barabara. Kwa kweli Mheshimiwa Rais ametutendea haki na tumpigie makofi mengi sana. Ombi langu kwa wana Rombo na wana Kigamboni, tuendelee kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maendeleo haya ambayo anatuletea. Lakini pia niwaombe sana wananchi wa eneo hili la Rombo. Barabara hizi kwanza zimejengwa kwa fedha nyingi, lakini barabara hizi zimefuata mahitaji ya wananchi ambao wanaishi katika maeneo husika. Lakini barabara hizi kutokana na taarifa ambayo tumeambiwa zitajengewa mitaro mipembeni kwa maana ya mifereji. Niwaombe sana ndugu wananchi ambao mnaishi katika maeneo ya barabara hizi, hakikisheni mnazitunza na mnahifadhi mazingira juu ya barabara hizi. Tunatambua baadhi ya wananchi sasa kama walikuwa taka zao wanatupa kwenye majaa, sasa leo hii watakapoona ile mifereji ya barabara, mtu taka zake ataanza kuzitupa ndani ya barabara na kusema ikija mvua taka hizi zitaondoshwa na mvua. Niwaombe sana ndugu wananchi tusifanye hivyo, tuendelee kuzitunza na kuzithamini.
Lakini pia niwakumbushe jambo la mwisho, Mwenge wa Uhuru wa mwaka huu na ajenda ya uchaguzi mkuu kama tunavyoambiwa na kauli mbiu yake inavyosema, jitokeze kushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa amani na utulivu. Tunatambua leo hii nchi yetu itaenda kufanya uchaguzi wa viongozi watatu: Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge pamoja na waheshimiwa madiwani. Niwaombe sana wana Rombo na wana Kigamboni, twendeni tukachague viongozi walio sahihi ambao watakuwa na dhima kubwa ya kumsaidia Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini pia niwaombe ndugu zangu wananchi wa Rombo, twendeni tukalipe imani ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais ana matarajio makubwa na wananchi wa Kigamboni, anaamini kwa maendeleo ambayo ameyafanya. Nyinyi wananchi wa Rombo na Kigamboni mtaenda kumwambia sisi Mheshimiwa Rais, kwa uliotufanyia kwa kipindi cha miaka 4 kuelekea 5, basi tunaenda kupa 5 mingine ili uendelee kutuletea maendeleo zaidi ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwenge wa Uhuru hoye! Kwa majina mimi naitwa Mohamed Haji, ni mkurugenzi wa taasisi ya Twende Pamoja na Mama Sports Promotion na pia ni mkurugenzi wa Makunduchi Villa Motel. Tuko hapa kwa ajili ya kuendelea kushiriki mbio za Mwenge ambazo Mheshimiwa Rais ni kumshukuru kwa ajili ya kutuingizia fedha nyingi Kigamboni kuhusiana na miradi mbalimbali ambayo imezinduliwa leo kuhusiana na mbio hizi. Kwa hiyo ni kumshukuru tu daktari kuendeleza yale mazuri ambayo anayafanya kwa ajili ya kuwasapoti wananchi, na nikumshukuru tena Mheshimiwa Rais kwa kusema kwamba Kigamboni ni sehemu sahihi ambapo kati ambao wameongezewa fedha nyingi kuendeleza miradi hii na sisi tupo. Kwa hiyo nishukuru kwa sababu na mimi ni mkazi wa Kigamboni, niwe ni chachu ya hao ambao wenzangu ambao wanaendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa mazuri ambao umetufanyia. Kwa hiyo mimi niwashukuru pia waandishi wa habari, mnajitahidi bado kuendeleza kuyaonyesha yale mazuri ambao Mheshimiwa Rais ameyaleta kwetu, kwa sababu nyinyi waandishi wa habari ndio ambao mnapeleka message kwa wananchi na kwa watu mbalimbali. Kwa hiyo ni kumshukuru Mheshimiwa Rais, na kwa sababu mbio za Mwenge zimebeba ujumbe wa kwenda kujiandikisha na kupiga kura. Kwa kweli kwa sasa hivi wananchi, niseme kwamba hii ndio fursa nzuri ya kusema kwamba Mheshimiwa Rais ametusupport na sisi tukajitomoza kwa wingi sana kwenda kupiga kura kwa ajili ya kutafuta maendeleo ya wananchi na maendeleo ya jamii kwa ujumla. Kwa hiyo ni kusema tu kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa hichi ambacho umetufanyia, na Mwenge kama umebeba ujumbe huu wa kujiandikisha na kupiga kura, nadhani sasa ni message tosha kwa wananchi kwa ajili ya kwenda kuendelekeza. Sisi tuna deni kwa Mheshimiwa Rais. Deni hili ambalo ametupa Mheshimiwa Rais tunaenda kulikamilisha Oktoba, kwa sababu deni hili linaenda kukamilishwa kwa ajili ya kwenye sanduku la kura. Unapoenda kwenye sanduku la kura ni CCM, hakuna kitu kingine isipokuwa ni mitano tena kwa Mama Rais Daktari Samia Suluhu Hassan na wananchi kusema tu ni deni hili ambalo tuko nalo sisi wananchi kwenda kudhihirisha Oktoba kwa ajili ya kwenye kisanduku cha kura. Kwa hiyo ni deni letu ni kwenda kumjazia kura za kumiminika.